mpaka leo tumeshakagua zaidi ya maduka 200 na tumewakuta mawakala wakubwa 6 ambao wana changamoto ya kuuza mbegu nje ya mfumo wa ruzuku. Kwa hiyo hao tayari tumewachukulia hatua, ikiwemo kuwapa muda wa kujieleza kwa nini wasipatiwe vibali vya kusambaza mbegu kwa kuuza mbegu nje ya mfumo wa ruzuku. Serikali imeweka mfumo huu wa ruzuku ya pembejeo ili iweze kufuatilia jinsi gani wakulima wanapata hizo pembejeo na pembejeo ambazo ni bora. Kwenye mpango wa ruzuku ambao unatolewa na serikali imeamua mbegu zipite kwenye mfumo wa ruzuku ili kuweza kudhibiti ubora na kuweza kufuatilia mpaka mkulima wa mwisho. Sasa katika ukaguzi ambao tumefanya, tumekuta mawakala wakubwa na wadogo wanauza mbegu nje ya mfumo wa ruzuku wakisingizia kwamba mfumo unakuwa chini, network inakuwa iko chini na wanakuwa na wateja wengi, lakini wengine wanasingizia kwamba wakulima hawana namba za mkulima, kwa sababu mkulima kama ana namba ile hawezi kuchukua mbegu kupitia mfumo wa ruzuku. Tunapita kuangalia ubora wa mbegu ambazo zinasambazwa na tumekuta kuna baadhi ya mawakala wachache bado wanauza mbegu ambazo hazina lebo ya TOSCI. Na TOSCI tumekuja na huu mfumo wa kuweka lebo kwenye mbegu, na hizi lebo ni za kidijitali, yani lebo tutasema za electronic, ambayo mkulima anaweza akaiskani au akakwangua kama vocha, akaingiza zile namba, akapata ubora au mataarifa za hiyo mbegu kama ni bora na imethibitishwa ubora au sio bora. Kwa hiyo bado tunaendelea kuwasisitiza mawakala wote nchini wafuate taratibu za uuzaji wa mbegu, kwa sababu hata kama mkulima akitumia juhudi gani akitumia mbegu ambayo sio bora atapata hasara. Kwa hiyo wakala anayekutwa na mbegu za mboga au mbegu zozote dukani kwake hazina lebo ya ubora ya TOSCI anachukuliwa hatua, kwa sababu ni uzembe wake. Yeye anatakiwa wasiliane na makampuni yamuuzie zile mbegu aweze kuzirudisha na wampe mbegu ambazo zimefanyiwa vipimo na zina lebo ya TOSCI. Yeye kushindwa kuzirudisha, maana yake labda alizitoa kwenye chanzo ambacho hakiaminiki, na hivyo amegomewa kurudisha hizo mbegu. Kwa sababu kama mbegu zimetoka kwenye kampuni ambayo inaaminika, inajulikana iko wapi, na wao wana taarifa na walishapewa taarifa kwamba pita kwenye maduka wakusanye mbegu zote ambazo hazina lebo. Kwa hiyo wakala anayekutwa ana mbegu ambazo hazina lebo anachukuliwa hatua, kwa sababu ni jukumu lake kuhakikisha kwamba hizo mbegu zinarudi kwenye kampuni, anapewa mbegu zenye lebo ya TOSCI iliyodhibitishwa ubora ili wananchi waweze kupata mbegu zilizo bora. Baada ya kuzizuia hizi mbegu kama hizi, pia tutachukua hatua kwa kampuni husika ambayo inajihusisha kuleta mbegu. Kwa mfano, mbegu zingine zinaonekana zimeletwa mwezi wa 11 mwaka jana, na hali swala la lebo za TOSCI lilianza tarehe 1 mwezi wa 3. Kwa hiyo haya ni makusudi, lazima kampuni husika iwajibike, kwa kukiuka sheria na kanuni za katika kuuza kwenye mfumo wa ruzuku. Japokuwa tunakutana na changamoto, kuna baadhi ya wakulima wanakuja hawana namba, lakini mtu anakuwa anahitaji mbegu, ukimwelekeza jinsi ya kufuatilia apate namba, anakuambia anahitaji mbegu tu. Kwa hizo pia ni changamoto ambazo tunakutana nazo. Kufuatana na kuulizia wale wakulima wanaolima kwa muda mrefu, maana